salamu zetu ziwafikie nyinyi kutoka kwa maustadhi wetu. Kuna Ustadh Hussein, Dr. Hassan na Ustadha Sofia Abdalla, wanatumia salamu sana sana sana. Ustadh Hussein anasema kwamba ameweza kusafiri kwenda Embu, kuna mazishi ya mzee Muhsin ambaye ni mzee ambaye ameweza kuweza kutusupport kuanzia pale mwanzo katika kipindi chetu, wakati ambapo hata wengine wetu hatukuwa tumezaliwa, aliweza kuiunganisha ama aliweza kumsaidia Dr. Hassan ambaye ni mmoja ambaye ameweza kutumenta sana, ameweza kumsaidia katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tunamuombea Jannatul Firdaus Aila. Tuwakaribishe kwa siku ya leo. Tutaweza kusoma leo kutoka, kumbuka vitabu vyetu ambavyo tunavisoma, usisahau kabisa Simplified Arabic Book 1 na Arabic for All Book 1. Kumbuka vile ni vitabu vya kuanzia ambavyo vina vocabularies, formation of vocabularies na pia formation of words. Lakini kwa siku ya leo tutaweza kuwaletea wanyama. Kumbuka kuna aina ya wanyama, kuna wale wa nyumbani na wale wa vichakani. Kwa hivyo leo tutaweza kuwaletea wanyama wa vichakani. Nitaweza kuwasoma kwa lugha ya Kiarabu na kufasiri pia kwa lugha labda ya Kizungu na Kiswahili, na mwenzangu Ijaba ataweza kufasiria kwa lugha ya Kisomali. Karibuni sana. Kwa Kiarabu mnyama anaitwa hayawan. Unajua ni neno ambalo liko kwenye Kiswahili, hayawani. Kwa hivyo hayawan. Wale wa kichakani wanaitwa hayawan baria. Hayawan baria, ambao kwa Kizungu tunawaita wild animals. Sio Ustadhi Ijaba, tunawaitaje kwa Kisomali? Wild animals waxaa lagu dhahaa waa dadka xayawaanaadka joogaan doorasha. Okay. Shukran sana. Kwa hivyo tukiangalia katika the wild animals ambazo tunaanza nazo, kuna buffalo ambaye tunamuita jamus. Buffalo jamus. Kwa Kiswahili ni nyati. Dibi. Okay. Ni buffalo. Kisha kuna lion ambaye ni simba, the king of the jungle. Kwa Kiarabu anaitwa asadun. Libah. Okay. Hivyo tumeweza kupata simba. Kisha pia tuna elephant, filun, suratu fil. Kwa pale kwenye si suratu fil, ni ilafi Quraysh. Pale kumbuka kuna ule ndovu alikuwa akitumika kwenda kuharibu ile Al-Qaeda, mnamkumbuka? Marudi. Naam. Marudi. Kisha tuna snake ambaye ni nyoka. Kwa Kiarabu tumuita dhuban. Mas. Kisha tuna crocodile ambaye it's a type of a reptile ambaye anaishi kwenye maji. Crocodile tunamuita kwa Kiarabu timsahun. Nihas. Okay. Alafu tuna giraffe ambaye ni mnyama mwenye shingo ndefu lakini mwenye ngozi rembo. Kwa Kiarabu tunamuita zarafatun. Giri. Then we have zebra, himar wahshi. Dameer farow. Kumbuka kwamba zebra comes from the family of the donkey, and that's why utaona hapo kuna himar, kwa sababu ukikumbuka donkey ambaye ni yule mnyama wa nyumbani, punda, tunamuita himarun. Okay? Kisha tuna kangaroo. Yule ni yule mnyama, kumbuka ana kama mfuko hapa kwenye shingo. Kangaroo kwa Kiarabu tu ni kangaroo. Ardayda taas iska soo dirgeliya, taas ana ma yaqaano. Kisha kuna haina ambaye ni fisi kwa Kiswahili, tunamuita dhab'a. Dureed ha. Okay. Kisha tuna
cheetah tunamuita fahdun. Hermad. Kisha kuna wolf mkimkumbuka ni kama a wild dog tunamuita dhi'b. Yey. Kisha tuna bear ambaye tunamuita dubbun. Bearka af Somali bear leh. Alafu tuna tiger namrun. Tiger, remember that's the family of the wild cats, wale simba au cheetah. Tiger namrun. Alafu tuna monkey tunamuita qirdun. Danyer. Qirdun. Kisha tuna fox tunamuita tha'labun. Yey binan yeyda dururka. Alafu tuna gazelle ni swara kwa Kiswahili, kwa Kiarabu ghazalun. Binandure. So tumeweza kuwapitia hao wanyama ambao ni the wild animals. Tutachukua tu pumziko fupi, kisha tutaweza kurejelea yale majina, kisha tutaweza kuwapa nafasi ya kuweza kuuliza maswali. Baki hapa na sisi mpaka tamati, usiondoke.